Ubarikiwe sana dada, kaka na yeyote ambaye anatazama video hii kwa wakati huu. Na Baba kutie nguvu kwa kutazama mpaka mwisho, kwa sababu nitatoa ujumbe mfupi sana kwa mada liondoeni jiwe. Ni jambo la muhimu sana ambalo tutalizungumzia kwa baraka zako, ili Baba akupe macho ya kuona na imani yako iwe imara. Sote tunafahamu ujumbe wa Lazaro, kufufuliwa kwa Lazaro katika Yohana 11. Lakini je, umewahi kufikiria kwamba kabla Yesu hajamuita Lazaro kwa kusema Lazaro njoo nje, Yesu alitoa amri nyingine kwanza? Hilo ni swali ambalo tunapaswa kuelewa. Somo hili rahisi lakini lenye kina kutoka kwa Bwana wetu kunaweza kubadilisha kiwango cha miujiza tunayopata katika maisha yetu binafsi. Kwa kweli kuna mafundisho kadhaa ya ajabu ambayo Mwokozi wetu anatufundisha katika kisa hiki cha ufufuo wa Lazaro. Ni amri gani Yesu alitoa kabla ya kumuita Lazaro arudi uzimani? Unaweza ukakumbuka? Kwa hivyo hebu tuendelee na simulizi katika Yohana 11. Martha, mmoja wa dada zake Lazaro, alitoka nyumbani kwenda kukutana na Yesu. Alipokuwa njiani, karibu anaonyesha imani kubwa sana katika maneno yake. Yesu anafundisha kwamba kifo cha kwanza ni kama usingizi. Tunalala na kisha tunaamka tena, katika mstari wa 25 hadi 26 wa Yohana 11. Kisha Martha anatoa ushuhuda wa imani kwamba anaamini Yesu ndiye Kristo, mwana wa Mungu, katika mstari wa 27. Mara nyingine tunamkosoa Martha kwa kujishughulisha sana na kazi za jikoni, lakini hapa ana uelewa mzuri sana. Tukiangalia Yohana hiyo 11, nadhani tutasoma 11 mstari wa 20. Inatuambia jambo la muhimu sana hapa kuhusu vile kisa hiki kilivyoendelea. Ni kisa cha ajabu sana katika Yohana 11, mstari wa 20 tunaenda mpaka 27. Nitasoma. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwambia Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Je, unayasadiki hayo? 27 akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Kwa hivyo tukiangalia pale tunaona basi taswira nzuri sana ya imani ya Martha. Kwa hivyo hapa ni mwanzo mzuri sana. Kisha tunapata katika Yohana hiyo 11 mstari wa 28 hadi 37, Yesu anakutana na Mariamu, dada mwingine, na Yesu mwenyewe analia. Watu wanasema kuwa kama angefika mapema basi Lazaro asingekufa. Kwa hivyo hapa tutapata kwamba tukiendelea katika mstari huo wa 38, tunaona amri iliyotolewa kabla ya Yesu kumuita Lazaro. Tutasoma hapo 38 hadi 39. Niruhusu nisome 38. Nasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pangu na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Liondoeni jiwe. Martha
dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Walikuwa wamemzika Lazaro katika pango na kulifunga kwa jiwe kubwa ili kuzuia wanyama na pia harufu mbaya ya maiti. Hivyo ndio walikuwa wanafanya wakati ule. Kwa hivyo tukiangalia, hili ndilo somo ambalo ni somo zuri sana la kutufungua macho. Kabla watu waone mtu aliyekufa akifufuka na kutoka nje, walipaswa kwanza kuondoa jiwe lililokuwa linazuia muujiza huo kuonekana. Yesu angeweza kufanya muujiza hata bila jiwe kuondolewa. Alikuwa na uwezo huo wa kufanya muujiza hata bila kuondoa lile jiwe. Lakini hapa anatufundisha somo, liondoeni jiwe linalozuia miujiza katika maisha yako. Kwa sababu watu wamekuwa watu wa mashaka sana. Kwa hivyo hapa tukiangalia tena tunapata kwamba kumbe tunapaswa kuondoa vizuizi vinavyotuzuia kuona nguvu za Mungu zikifanya kazi maishani mwetu. Katika tukio hili ilikuwa ni jiwe kubwa lililokuwa limefunga mlango wa pango. Kwa hivyo kuna jiwe katika maisha yako. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba wangefanya kazi kubwa zaidi kuliko zake kama wangeamini. Hebu tuangalie hiyo, nadhani inapatikana katika kitabu cha Yohana hiyo 14, lakini ni mstari wa 12 ambapo pale Biblia inatueleza, amin amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Kwa hivyo alituhakikishia na kutuahidi kwamba tunaweza tukafanya zaidi ya yale ambayo alifanya tukimwamini. Ikiwa hatuoni kazi hizo kuu katika maisha yetu, huenda tunahitaji kufuata suluhisho hii rahisi: liondoeni jiwe. Liondoe jiwe katika maisha yako. Jiwe hilo linaweza kuwa ni nini? Jambo la kwanza, kutokuamini. Kwa sababu hapa tunaambiwa katika kitabu cha Yakobo, lina jambo hapa ambalo linatueleza vizuri sana ya kwamba sisi kama watu wa Mungu tunapaswa tusiwe na shaka lolote. Ukiangalia Yakobo 1 mstari wa 6 inasema hivi, ila na aombe kwa imani pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huku. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Kwa hivyo jambo la kwanza, jiwe la kwanza ni kutokuamini. La pili, uchungu au kinyongo katika moyo wako. Alafu kuna dhambi pia isiyotubiwa. Unaweza ukaacha bila kutubu, bila kuungama dhambi zako, basi huenda ikawa ndo jiwe katika maisha yako. Alafu kukataa kuwasamehe watu makosa yao ni vibaya sana. Hilo pia ni jiwe. Kuweka mambo ya dunia mbele kuliko ya Mungu, kwa sababu hapa tunaambiwa katika kitabu cha, nikikumbuka Yohana, kitabu cha Yohana wa kwanza, yani waraka wa Yohana wa kwanza 2 mstari wa 15. Yohana wa kwanza, wacha tusome kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwa sababu hapa tunapata kwamba Biblia inatuambia tusiweke mambo ya dunia sana katika maisha yetu, na inasema msiipende dunia. Hiyo ni 2:15 wa Yohana wa kwanza. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia.
na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Kwa hivyo hapa kwa hivyo tunapata kwamba katika Marko 6 mstari wa kwanza hadi mstari wa 4 tunaona kwamba kwa sababu ya kutokuamini kwa watu wa Nazareti, Yesu hakuweza kufanya miujiza mikubwa huko. Alisema kwamba nabii haheshimiwi kwao, kwa hivyo hakufanya mambo makubwa kule. Lakini tukirudi pale katika kitabu kile ambacho tulikuwa tunasoma katika Yohana 11, tutasoma mstari wa 40 hadi 44. Basi Biblia inasema, Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Swali ambalo ni la maana sana, swali muhimu sana. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Napenda sana vile Yesu alikuwa anashukuru Mungu kabla Mungu hajafanya. Sijui katika maombi yako pia unashukuru Mungu kabla hajafanya. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Mstari wa 43, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. 44 inasema, akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Kwa hivyo unaona sasa mambo yanafanyika hapa makubwa sana. Hapa kuna somo lingine, mshukuru Mungu hata kabla ya kuona muujiza. Yesu alimshukuru Baba wakati Lazaro bado alikuwa amekufa. Hii ni imani ya kweli, kuamini kabla ya kuona. Imani ni kuwa na uhakika wa mambo yasiyoonekana bado. Yesu pia alibariki mikate 5 na samaki 2 kabla haijawa chakula cha watu wengi. Ukisoma Mathayo 14, Mathayo 14 mstari wa 19 inatueleza vizuri hapa kwamba inasema, akawaagiza makutano waketi katika majani, akaitwaa ile mikate 5 na wale samaki 2, akatazama juu mbinguni, akabariki, akaimega ile mikate, akawapa wanafunzi wakawapa makutano. Kwa hivyo tukiendelea pale mahali tulikuwa katika Yohana 11, inatuonyesha 11:43 nadhani inatuonyesha jambo fulani. Tutasoma 43, inasema, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku. Hapo ndipo muujiza ulipotokea. Baada ya kuliondoa jiwe katika maisha yetu ni nini? Kwa sababu kuna jiwe ambalo linakusumbua wewe, linakusumbua kwa sababu utaki kuamini, utaki kuwasamehe watu. Kwa hivyo kazi yako ni nini? Ni kutambua mawe yaliyopo katika maisha yako yanayozuia kuona kazi kuu za Mungu. Uangalie vizuri sana uone ni nini ambacho kinakuzuia, ili usione muujiza ama miujiza ya Mungu katika maisha yako. Kama ni kushika ushirika na mtu, utaki kumsamehe mtu, kama ni shaka. Na jambo kubwa sana ambalo mimi nimeliona ni shaka. Wakati ambapo unashaka, kwa sababu Biblia inasema hapa katika kitabu cha Waibrania 11, jambo la muhimu sana katika Waibrania 11 ni kwamba imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Hapa tukiangalia 11 mstari wa 6, ndio basi
linasisitiza jambo fulani hapa kwamba lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kwa hivyo amini kwamba Mungu ni mwenyezi. Mwenyezi maana yake ni kwamba hamna chochote ambacho kinaweza kumshinda. Kwa hivyo ubarikiwe sana na ujumbe huu na uzidi kuwa na imani.